Mida saa 6 kasoro nilipewa taarifa kutoka kwa mjumbe wangu, alinipigia simu. Aliniambia, mwenyekiti, kuna tukio limetokea kwenye mtaa huko chini wa Machinjioni. Kuna mtu ameonekana anaelea ndani ya maji. Mtu ambaye hakutambulika kwa wakati huo. Sasa ilionekana ni maiti ambayo imesafiri kwa maji kutoka sehemu ambayo hatujajua imetokea sehemu gani. Ila ilipofika maeneo ya Machinjioni ikakwama, na baada ya mjumbe kunipa taarifa, basi niliweza kufika moja kwa moja kwenye tukio. Na wakati nafika kwenye tukio tayari nilikuwa nimeshawasiliana na watu wa zimamoto na uokoaji, na wenyewe kwa bahati nzuri wakawa wamefika kwa wakati, na tukio la kuanza kumuokoa au kumtoa kwenye maji marehemu ambaye hajatambulika likaanza kufanyika. Kwa hiyo tayari tukio kama ulivyolishuhudia limeshafanyika, tumeshamtoa kwenye maji, lakini inaonekana ameharibika, amekaa kwenye maji muda mrefu. Kwa hiyo hatujiweza kumtambua kwa sababu kuanzia mwili wote pamoja na sura imeharibika na hajatambulika hasa ni nani. Katika wananchi wote walikusanyika maeneo haya, hakuna mwananchi yoyote ambaye ameweza kumtambua muhusika kwa sababu ameharibika. Okay. Kwa majina naitwa mkaguzi msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Katavi. Leo tarehe 27 mwezi wa 5 tumepokea taarifa ya mtu kuwa anaelea kwenye mto Misunkumilo ambao uko wilaya ya Mpanda hapa Katavi. Mara moja tuliweza kufika eneo husika na kuanza utaratibu wa kuweza kumopoa huyo mhusika. Tumefanikiwa kumopoa kutoka kwenye maji, lakini mwili wake unaonekana sio kwamba hili tukio la leo ama jana, ni kwamba hili tukio lina siku kwamba limetokea, kwa sababu mwili wenyewe ulikuwa umeshaanza kuharibika. Na kwa uchunguzi wa awali wakati tunamopoa kutoka kwenye maji, tumegundua kwamba ana majeraha ya kwamba amegongwa na kitu kichwani. Sasa inawezekana aidha aliumia kabla ya kuwa ametumbukia mtoni. Pokuwa saa 6 kasoro nimekuja kupewa taarifa pale kwangu, balozi, umeona umekaa kule chini kuna matukio. Nikasema matukio gani? Wakasema kuna mtu amekuja na maji amefuata mtu moja kwa moja. Basi mimi nikawa nimeondoka kufika kule mtoni. Napofika pale mtoni niliwakuta zimamoto tayari wamefika, ila alikuwa bado hawajaanza kutoa ule mwili wa marehemu. Nimeshuhudia pale wametoa mwili wa marehemu, akiwepo mwenyekiti wa mtaa alikuwepo, mjumbe wa serikali alikuwepo, na mimi mwenyewe balozi nilikuwepo. Kwa kweli huyo mtu hatambuliki kabisa, ila wameshamuokoa, ila ni jinsia ya kiume.